Maswali kwa Waziri Mkuu. Maswali kwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, karibu. Lakini vile kwa sasa hivi kumekuwa na changamoto kubwa ya upatikanaji wa namba hizo za NIDA kwenye vijiji na miji. Nini kauli ya serikali? Kwa sababu wananchi sasa wanapata mkanganyiko, spidi na upatikanaji. Nini kauli ya serikali? Asante sana. Asante sana Mheshimiwa Obama. Mheshimiwa Waziri Mkuu, majibu tafadhali ya swali hilo. Mheshimiwa Spika, naomba kujibu swali la Mheshimiwa Obama, mbunge wa Buhigwe, kama ifuatavyo. Upo ukweli kwamba Watanzania wengi tulikuwa tujawafikia kuwapa vitambulisho maarufu vya NIDA mpaka ngazi ya vijiji na kule vitongojini. Jambo hili serikali imelifanyia kazi. Kwanza, tumeongeza idadi ya watumishi kwenye ngazi za halmashauri ili kuwezesha kufika mpaka kwenye vijiji na vitongoji na kufanya kazi hiyo. Lakini mbili, tumeongeza pia na mitambo ya kufanyia kazi ili baadaye tuweze kupata vitambulisho. Na idadi hii ya watumishi hawa ambao tumeongeza ni mpaka makao makuu ili kuweza kuharakisha kutoa vile vitambulisho vyao. Tunachokifanya sasa, ili Watanzania waweze kupata huduma yoyote ile inayohitaji kitambulisho cha NIDA, serikali imeridhia kila yeyote anayetaka kitambulisho cha NIDA kwa mwananchi, na kama mwananchi atakuwa hajapata kitambulisho cha NIDA, basi atumie namba aliyopewa ili kuweza kuhalalisha kupata huduma yote ile ambayo inahitaji kitambulisho huku akiwa hana kitambulisho. Hiyo ni njia ya kwanza ambayo tumeitumia kurahisisha kuwafikia Watanzania. Lakini mbili, inawezekana pia namba hii ni ngumu kwa mwananchi huyu aliyoko kijijini kuipata. Tumetoa maelekezo kwa watumishi watendaji wetu wa NIDA walioko kule kwenye ngazi ya halmashauri kwamba sasa watoe orodha ya wale wote walioandikisha kwenye vituo vyao na namba zao, ili angalau mwananchi aweze kuifikia, afike pale kwenye kituo aone orodha na namba yake. Sasa imewezesha mwananchi huyu kupata huduma popote panapohitaji kitambulisho cha NIDA kwa kupeleka namba tu. Hiyo ndio njia ambayo tumeirahisisha ili kuwafikia Watanzania wote mpaka vijijini na kuhakikisha kwamba sasa uzalishaji wa vitambulisho makao makuu kule Kibaha iende kwa haraka na vitambulisho vipelekwe mpaka vijijini kwa haraka ili kila Mtanzania aweze kupata vitambulisho. Lakini natambua kwenye eneo hili, naomba nizungumze jambo moja, kwamba yako maeneo tumeongeza umakini mkubwa, na hasa maeneo ya mipakani, kwa lengo la kuzuia wananchi wa nchi jirani kujipatia kitambulisho cha NIDA nchini Tanzania alafu akafanya mambo yake huku ndani. Kwa mtaona kunaweza kuwa kuna ucheleweshaji huko kwenye miji iliyoko mipakani na nchi jirani za Tanzania, kwa sababu tunafanya zoezi hili kwa umakini kwa lengo la kutoa kitambulisho kwa Mtanzania tu. Na nitoe wito kwa Watanzania, mtusaidie kuwatambua ambao sio wakazi wa nchi wanaokuja kuchukua vitambulisho vyetu kwa lengo la kudhibiti hali ya ulinzi na usalama ndani ya nchi. Kwa hiyo kama kunaweza kuwa kuna kuchelewa maeneo kadhaa hasa mipakani, natambua Mheshimiwa mbunge anatoka Buhigwe. Buhigwe iko karibu na nchi ya Burundi. Kwa hiyo pale tumeongeza umakini sana pale ili tusiweze kutoa vitambulisho kwa ndugu zetu wa jirani ya nchi. Asante. Mheshimiwa Munde Tambwe Abdalla, uliza swali lako. Asante Mheshimiwa Spika kwa kunipa nafasi hii na mimi niweze kuuliza swali kwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, Tanzania ni nchi ambayo inaendelea kwa kasi kubwa katika uchumi wa viwanda. Hususan serikali ya Rais Joseph John Pombe Magufuli imejikita sana kwenye uchumi wa viwanda. Mpaka muda huu tuna viwanda zaidi ya 3700, sio jambo dogo. Lakini maendeleo haya ya kasi kubwa ya uchumi yanabidi yaendane na maendeleo ya wananchi. Je, Mheshimiwa Waziri Mkuu, mna mkakati gani kama serikali kuhakikisha maendeleo ya kasi kubwa ya uchumi wa viwanda na kuhakikisha maendeleo ya watu vinakwenda sambamba?
Majibu ya swali hilo Mheshimiwa Waziri Mkuu tafadhali. Mheshimiwa Spika, naomba kujibu swali la Mheshimiwa Munde, mbunge wa mkoa wa Tabora kama ifuatavyo. Ni kweli kwamba serikali yetu inaongozwa na Rais wetu Dr. John Pombe Magufuli imeelekeza kuboresha uchumi wake kupitia viwanda pia. Viwanda hivi baada ya kufanya stadi ya kuweza kuwafikia Watanzania na kuwapatia maendeleo, tunajua mchango wa viwanda. Popote palipo na kiwanda lazima kitumie malighafi, na malighafi hizi ziko kwenye sekta ya kilimo, mifugo, uvuvi, asili, lakini pia hata madini. Panapokuwa na kiwanda kinachohitaji malighafi hiyo, obvious malighafi hiyo na wale wote wanaozalisha malighafi hiyo watakuwa wameboreshewa uchumi wao, kwa sababu tayari wana uhakika wa soko pale kwenye kiwanda. Ule uhakika wa soko tayari tunaunganisha manufaa ya uwepo wa kiwanda na hali na maisha ya wananchi wanaopata huduma hiyo kwenye kiwanda hicho. Lakini viwanda hivi navyo vinavyo faida nyingine nyingi ambazo pia tunaunganisha na maendeleo ya mtu mmoja mmoja. Leo mgogoro wetu wa kukosekana kwa sana nyumba zikele ulikuta pale zisikushuhudishe. Soko kubwa la walaji liko Tanzania bara. Je, ni lini mtafikiria angalau ile bidhaa kama zinavyotoka hapa za ni saruji kama Tanga Cement, Twiga, Dangoti, Kiboko na mabati ya kwenda katika soko dogo la Zanzibar, angalau nusu yake likaje katika soko hile. Pamoja na sana. Majibu ya swali hilo Mheshimiwa Waziri Mkuu tafadhali. Mheshimiwa Spika, naomba kujibu swali la Mheshimiwa Jaku mbunge kama ifuatavyo. Kwanza nishukuru kwa kutambua jitihada kubwa tunazozifanya. Si mimi bali serikali yetu imeweka mpango na utaratibu wa kuwafikia wananchi popote walipo. Kwa hiyo ziara zangu ni utekelezaji wa mkakati wa serikali wa kuwafikia wananchi kule waliko. Mheshimiwa Spika, ni kweli nimefanya ziara kwenye kiwanda cha Mahonda mkoa wa Mjini Magharibi, kaskazini Unguja, na nimepita ndani ya kiwanda, nimeenda mpaka bohari, tumekuta sukari nyingi bado imebaki. Kiwanda kile kina uwezo wa kuzalisha tani 24,000. Sasa hivi kinazalisha tani 6,000. Mahitaji ya Unguja na Pemba ni tani 36,000. Lakini nimekuta sukari ghalani na bado mwekezaji wetu analalamika kwamba hana soko. Kwa kweli nilazimika kuwa mkali kidogo. Wakati serikali inahamasisha wawekezaji kuja kuwekeza hapa na tumewahakikishia kuwa na masoko na kuwalinda, lakini bado hatumpi masoko. Na hatumpi masoko kwa sababu tunakaribisha sukari nyingi ya nje kuingia, halafu ya ndani inabaki, na kwa kufanya hilo tutakuwa tumtendei haki yule mwekezaji. Ni vyema umesema kwamba unahitaji soko pia na bara, lakini pale pale ilipo unapozalishwa sukari mahitaji ni tani 36,000. Lakini hizo tani 6,000 hazijanunuliwa, zimebaki bohari, mwekezaji anahangaika anatafuta masoko, haiwezekani. Na mimi nilitumia lugha ile kwamba mpango huu sio sahihi, mbovu, kwa sababu kwanza tungehakikisha hii tani 6,000 za ndani zinanunuliwa, alafu uagize nyingine. Kama tani ni 36,000 ndio mahitaji ya eneo, kwanza tani 6,000 zingetoka, na wale waagizaji basi wangepewa masharti ya kwanza kununua sukari ya ndani, alafu unawapa kibali cha kuja kuweka top up. Lakini unapoagiza sukari yote ya nje inakuja ndani, haiwezekani. Mimi kama waziri mkuu mwenye wajibu pia hata kwa chama changu kufuatilia utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi,
mimi kwa pamoja na makamu wa pili wa rais Zanzibar ndio wenye jukumu la kufuatilia utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi. Swala la viwanda liko kwenye ilani ya Chama cha Mapinduzi na napaswa kwenda popote Tanzania kufuatilia utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi. Sina mipaka. Sasa leo napokuta mahali ilani haitekelezeki, lazima niwe mchungu na nitaendelea kuwa mchungu kwa kiasi. Lazima tuweke mpango wa kuwalinda wawekezaji wa ndani na kuhakikishia masoko, na masoko tunayo. Pale naambia waagizaji wako watatu, kwa nini usiwape masharti angalau rahisi? Ndio mpango mzuri. Waambie kwanza, nunua tani 2,000, chukua tani 10,000 lete, na mwingine 6,000 tumezimaliza. Lakini unaagiza zote kutoka nje, alafu hiyo atauza wapi? Haiwezekani. Alafu mtu anasema ni mwachefua Zanzibari. Ni wachefua Zanzibari au ni mwachefua wanunuzi? Mheshimiwa Spika, kwenye hili naomba nilieleze zaidi. Kile kiwanda pale Mahonda kinawanufaisha wale wananchi wa kaskazini Unguja kwa sababu wenyewe wanalima miwa na soko lao ni kile kiwanda. Ukichukua sukari ya nje kama inunuliwi, wale wananchi miwa wanayolima haiwezi kupata soko, unawaumiza Wazanzibari. Kile kiwanda kiko pale kinaajiri watumishi 400, wanufaika ni wale walioko mjini kaskazini Unguja. Lakini leo usipouza, huyu hawezi kuajiri, hawezi kulipa mishahara kwa sababu sukari iko bohari. Haiwezekani. Leo kile kiwanda kiko pale kinalipa kodi. Kodi ndio hiyo ambayo imeniwezesha kwenda kuona kituo cha afya kule Bambi, kituo cha afya kule Kizimkazi. Nimeona maabara mzuri imejengwa yenye viwango pale Bwajuu. Nimeenda pia Unguja kaskazini Pemba, nimekuta VETA inajengwa mzuri kwa sababu ya fedha ya kodi ya viwanda. Haiwezekani. Mimi naamini Watanzania walinielewa, na Watanzania hawa hata wenzangu wa Zanzibar, nilichosema ni sahihi. Hao wanaotamka kama wamechefuliwa ni wanunuzi na wasio wa Zanzibari. Sera yetu ni mpya, tumepeleka serikali kuu kwa usimamizi. Bado serikali kuu inayo jukumu la kusimamia na hasa kwenye mapato, na serikali yetu tumeamua kudhibiti ukusanyaji wa mapato, na mapato haya yarudi tena kwa wananchi. Tunaporudisha kwa wananchi, tunawapelekea hao serikali ya mitaa kwa mahitaji yao ili watekeleze hilo jambo. Hatujawaondolee mamlaka ya kusema tunahitaji darasa, tunahitaji kituo cha afya, tunahitaji uboreshaji wa miundombinu. Bado mamlaka ile tunayo, na tumeongeza hata kuundwa kwa TARURA isimamie miundombinu. Sasa hivi tunaenda kwenye maji, simamie utoaji wa maji. Pale ambako kuna mahitaji aseme, mamlaka mitaa za serikali za mitaa iseme inahitaji shilingi ngapi kwa ajili ya nini, tunawapelekea. Ndio kwa sababu leo tunaona huduma zinatekelezwa mpaka vijijini, kwa sababu tunashirikiana na serikali za mitaa katika kuratibu. Kwa hiyo ule udhaifu wa usimamizi wa makusanyo, usimamizi na matumizi yake ambao ulikuwa umejitokeza, sasa tunaendelea kuutibu. Na ndio kwa sababu unaona wakati wote tunapokwenda huko, kwanza tunauliza ukusanyaji, na kama makusanyo yote yamehifadhiwa na matumizi yake, na pale ambako matumizi yanakuwa si sahihi tunachukua hatua. Kwa hiyo hii ni tunakwenda tunafanya marekebisho ya namna ya kutunza rasilimali za Watanzania zinazokusanywa kwenye maeneo haya, lakini pia na matumizi yake. Kwa hiyo Mheshimiwa Mule, Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa mbunge awe na amani kabisa kwamba tunafanya kazi kwa ushirikiano kati ya serikali za mitaa na serikali kuu kwa kuwapelekea rasilimali fedha, rasilimali watu, ili ziweze kuhudumia Watanzania walioko kwenye serikali za mitaa. Huo ndio taratibu ambao tunautoa, lakini hatujaondoa huo wajibu wa kuwahudumia wale wananchi kupitia serikali za mitaa. Asante. Asante. Mheshimiwa Lea Jeremia Komanya, uliza swali lako tafadhali. Mheshimiwa Spika, nakushukuru kwa kunipatia nafasi na mimi niweze kumuuliza Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, ni ukweli usiopingika
serikali ya Chama cha Mapinduzi imefanya kazi kubwa katika sekta ya elimu na wananchi wameunga juhudi hizo kwa kuchangia ujenzi wa madarasa. Lakini kuna maelfu ya wanafunzi waliofaulu kujiunga kidato cha kwanza hadi leo hawajaripoti shuleni kwa upungufu wa madarasa. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nilitaka kujua ni nini kauli ya serikali? Majibu ya swali hilo Mheshimiwa Waziri Mkuu tafadhali. Mheshimiwa Spika, naomba kujibu swali la Mheshimiwa Komanya kama ifuatavyo. Tunayo idadi nzuri sasa kubwa ya wanafunzi wanaofaulu darasa la 7 kwenda sekondari. Serikali msimamo wake ni kuwapeleka wanafunzi wote waliofaulu kwenda sekondari kwa 100%. Serikali imetoa maelekezo kwa mamlaka ya serikali za mitaa kuhakikisha kwanza wafanye sensa kupitia mfumo wa elimu ambao unaweza kutabiri halmashauri hii inaweza kutoa wanafunzi wangapi kwenda sekondari na kujipanga katika kuboresha miundombinu tayari kwa kuwapokea vijana hao. Kazi hiyo inafanywa kila halmashauri kwa usimamizi wake, na wanapofaulu tunawataka wote waanze kidato cha kwanza kwa wakati. Na hata mwezi wa Disemba nilitoa kauli nikiwa mkoani Lindi kwamba kila halmashauri ihakikishe wanafunzi wote wanaenda awamu moja badala ya kuwaweka awamu mbili, kwa sababu awamu mbili wala awamu ya pili wanakosa baadhi ya topic za kusoma na kwa hiyo syllabus hawezi kwenda pamoja, na kwamba kila halmashauri isimamie hilo. Kwa hiyo usimamizi huu ni lazima uzingatiwe, na tumewapa deadline kufikia tarehe 31 mwezi huu wa kwanza wanafunzi wote wao wameenda shule. Kwa hiyo tufanye subira mpaka tarehe 31 tupate taarifa. Inaonekana pia wasiwasi wa awali kwamba wanafunzi wengi hawajaenda, lakini kutokana na maelekezo tuliotoa na muda tuliowapa mpaka tarehe 31 unaweza kuwa umekamilika. Kwa hiyo baada ya tarehe 31 tutatoa taarifa na swali lako litapata majibu mazuri zaidi, lakini kwa sasa msimamo wa serikali ni kuwapeleka wanafunzi wetu wote wanaosajiliwa au anakwenda chekechea, anaingia darasa la kwanza, anaingia kidato cha kwanza, anaingia kidato cha 5, wote lazima wasajili waingie darasani kwa wakati na waanze kusoma kadiri ya syllabus inavyoeleza. Asante sana. Asante sana. Mheshimiwa Pascal Aonga. Asante sana Mheshimiwa Spika kwa kunipa nafasi niweze kuuliza swali kwa Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, uchaguzi wa serikali za mitaa, mchakato wa uchaguzi wa serikali za mitaa mwaka 2019 uligubikwa na dosari nyingi sana, ikiwepo ni pamoja na wagombea kutoka vyama vya upinzani kunyimwa fomu, ofisi kufungwa kwa muda wote, hivyo kupelekea hali ya baadhi ya wagombea hasa upinzani kushindwa kupata fursa kuweza kugombea. Mheshimiwa Waziri Mkuu, je, serikali haioni kwamba ni vema uchaguzi wa serikali za mitaa uweze kurudiwa sambamba na uchaguzi mkuu utakaofanyika mwezi Oktoba mwaka huu? Ili swali zuri kweli. Mheshimiwa Waziri Mkuu, majibu tafadhali kwa swali hilo. Mheshimiwa Spika, naomba kujibu swali la Mheshimiwa Aonga, mbunge wa Mbozi kama ifuatavyo. Chaguzi hizi zote zina sheria zake na kanuni zake, na hata kanuni za serikali za mitaa vyama vyote vya siasa vilishirikishwa katika kutengeneza kanuni zake, na moja kati ya kanuni hizo ni pale ambako inatoa fursa kwa yeyote ambaye hajaridhika huko anakogombea anaweza kukata rufaa, na atakapoona rufaa hiyo kwenye ngazi inayofuata ikifutendeka haki aende mahakamani. Kwa kulichukua hili kwa ujumla si sahihi sana, kwa sababu kila mmoja alikuwa na mamlaka yake inayoratibu na anayo fursa ya kwenda kwenye mamlaka kukatia rufaa pale ambako hajaridhika na utekelezaji wa jambo hilo.
na vyama vyote vilishiriki kwenye hii katika kanuni ya kukata rufaa. Kwa hiyo ni wajibu wa huyo mgombea kwenye eneo hilo kwenda, na kama kulikuwa na dosari kama ambavyo nimeeleza, bado zilikuwa zinaweza kuelezwa huko kwenye ngazi hiyo. Kwa hiyo huna sababu ya kutengua uchaguzi wote wakati mgombea mwenye malalamiko ana fursa huko aliko kwa kukata rufaa na hatimaye hukumu zitachukuliwa. Mheshimiwa Kosato David Chumi, mbunge wa Mafinga mjini, uliza swali lako. Mheshimiwa Spika, nashukuru kwa kupata nafasi ili niweze kumuuliza Mheshimiwa Waziri Mkuu swali. Mheshimiwa Waziri Mkuu, katika siku za karibuni dunia imekumbana na majanga makubwa mawili. La kwanza ni ile ugonjwa ambao uko katika nchi rafiki ya China. Imejipangaje katika kukabiliana na kudhibiti masuala haya mawili ambayo kwa namna moja ama nyingine yasipodhibitiwa yanaweza yakaathiri ukuaji wa maendeleo wa taifa letu na wananchi wetu, na hasa ukizingatia kwamba kuna biashara kubwa kati ya nchi yetu na China? Hiyo moja. Lakini pia tumewataka Watanzania wale wanapohitaji labda kurudi Tanzania, na kwa sababu watatakiwa kusafiri kwenye matreni, mabasi, mawasiliano na balozi, namna mzuri wa kusafiri, wasisafiri kwenda ubalozini Beijing ilipo ubalozi, badala yake watumie mawasiliano ya kimtandao kupata ridhaa hiyo na kuambiwa hali ikoje ili wapate vibali vya kurudi. Ndugu wa Tanzania, tunatambua kuna wazazi wana watoto wetu wanasoma nchini China na wengine wamesharudi likizo. Tunawasihi watoto hao wasiende kwanza nchini China mpaka hapo tutakapopata taarifa za kidiplomasia. Wizara ya Mambo ya Nje Tanzania inaendelea kufanya mawasiliano na balozi zote mbili, balozi ya China nchini Tanzania na balozi ya Tanzania nchini China, kuona mwenendo wa ugonjwa huo. Pale ambako serikali itaridhika kwamba kule hali imepungua, tutatoa tamko kwa Watanzania walioko likizo hapa kurudi nchini China kuendelea na masomo, na vinginevyo ikiendelea sana basi serikali itatafuta utaratibu mwingine. Kwa hiyo nitoe wito kwa Watanzania kama ambavyo wizara imetoa kwamba kila Mtanzania awe makini na wageni wanaoingia mpakani, na hasa wale wote ambao tumeweka mipakani kuhakiki wanaoingia nchini kupitia vifaa vyetu ambavyo vinaweza kutambua magonjwa mbalimbali, kuvitumia vifaa hivyo kikamilifu ili kubaini hao ambao wana dalili ya magonjwa hayo ili kudhibiti kuingiza ugonjwa wa corona hapa nchini Tanzania. Swala la nzige, kama ambavyo nimesema, jirani zetu mazao yanaharibiwa na nzige ni wadudu hatari sana. Wakiingia hapa watamaliza mazao yetu. Tumechukua tahadhari. Wizara ya Kilimo inaendelea kuwasiliana na Wizara ya Kilimo nchini Kenya kuona mwenendo na ukuaji wa tatizo hilo, na sisi huko tunajipanga kwa namna ambavyo tunaweza kushiriki kamilifu, lakini serikali yetu inashiriki pia kusaidia nchini Kenya kupoteza wadudu hao ili wasiongezeke, tatizo hili likawa kubwa nchini Kenya, lakini pia sio likahamia huku nchini kwetu. Sasa bado nitoe wito kwa mikoa na wilaya na vijiji vilivyoko mpakani kuwa makini na hao wadudu nzige. Pale ambako watawaona wakiingia, watoe taarifa haraka sana kwenye mamlaka zao ili hatua kamili iweze kuchukuliwa. Sisi tumejipanga kudhibiti hali hiyo na tutaendelea kudhibiti hali hiyo ili tusije tukapata tatizo hilo la kuwa na nzige hapa nchini kwetu. Asante sana. Swali la mwisho kwa siku ya leo kwa Mheshimiwa Waziri Mkuu litatoka kwa Mheshimiwa Dr. Steven Kiruswa Lemomo. Mheshimiwa Spika, nakushukuru kwa kunipa nafasi niweze kumuuliza Waziri Mkuu swali. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa kuwa serikali yetu ya awamu ya 5 inayoongozwa na rais wetu mpendwa Dr. John Pombe Magufuli imejinasibu kuhamasisha ujenzi wa viwanda vikiwemo viwanda vya kuchakata nyama na mazao mengine yanayotokana na mifugo. Je, serikali ina mpango gani wa kuhakikisha kwamba wafugaji wanatengewa maeneo ya malisho na malisho hayo yanaendelezwa kwa kujenga na kukarabati mabwawa, kuchimba visima vya maji na kuwekewa miundombinu mingine muhimu ili kuboresha afya ya mifugo waweze kukidhi haja ya hivi viwanda
kwa ajili ya ng'ombe hao wanapokuwa wameongezewa thamani, wafugaji watapata bei yenye tija. Asante sana. Majibu ya swali hilo Mheshimiwa Waziri Mkuu na wafugaji. Mheshimiwa Spika, naomba kujibu swali la Mheshimiwa Kiruswa mbunge wa Longido kama ifuatavyo. Ni kweli kama ambavyo nimesema awali kwamba serikali yetu imejikita katika kuhamasisha ujenzi wa viwanda kwa lengo la kukuza uchumi wetu, na nimeeleza vizuri sana mwanzo manufaa ya viwanda ikiwemo na kuendeleza sekta yenyewe. Kwa kiwanda cha nyama kuwepo kwake wilayani Longido, tuna uhakika wafugaji wetu watapata faida kubwa kwa kufuga kisasa, kwa kupata masoko ya uhakika, lakini pia na sisi tutanufaika kupata nyama iliyopitia kiwandani yenye ubora ambao na sisi tumeona kwamba ni ubora uliohakiwa na taasisi yetu. Kwa hiyo uwepo wa kiwanda kile na mwekezaji huyo, wizara yetu ya mifugo na uvuvi imeweka utaratibu mzuri sana sasa wa wale wote waliowekeza viwanda. Tumewaunganisha na taasisi yetu ya NARCO kwa kuwapa maeneo yaliyotengwa kama ni maeneo ya malisho, kwa kuwapa eneo la kuhifadhia ng'ombe wao, kuwakuza ng'ombe wao na zile taratibu zote zile za mifugo ili ziweze kukamilika kabla hajaingia ndani ya kiwanda, kwa lengo la kutoa nyama iliyo bora kwa ajili ya chakula kama ambavyo tumetaka iwe. Kwa hiyo tumebaini ranchi zetu zote nchini au maeneo yote ya malisho nchini, na hawa tumewapa maeneo hayo, kwanza wale wenye viwanda, lakini 2 wafugaji wakubwa, 3 tumewatambua pia na wafugaji wadogo ambao wana ng'ombe kuanzia 100 na kuendelea, ambao tumesema tusiruhusu kuwa na ng'ombe 100 vijijini kwa sababu kunakuwa na migogoro mingi ya mifugo kula mazao, mifugo kuharibu miundombinu mingine. Kwa hiyo tumewatengea maeneo kwenye hizo ranchi zetu au kwenye maeneo hayo ya malisho. Kwa hiyo kwa utaratibu huu tumetambua jitihada za wafugaji na kuboresha namna ya ufugaji wao na mahali pa kuuzia kwa maana ya soko kwenye kiwanda. Lakini mwekezaji naye sasa anaona lengo la nchi la kumlinda mwekezaji wetu kwa kumpa maeneo ya kuhifadhia ng'ombe wake alafu awapeleke viwandani. Tunatarajia kuendelea kutenga maeneo mengi zaidi ya malisho na kutoa fursa nyingi zaidi kwa wafugaji wetu wa ngazi zote, wakubwa, wakati na wadogo, ili waendeshe shughuli zao za mifugo vizuri. Na waziri wetu pamoja na naibu waziri wake na makatibu wakuu wa wizara hii wanafanya kazi hiyo kila siku, naona hata kwenye vyombo vya habari wakiendelea kuratibu maeneo haya malisho kwa lengo la kuboresha ufugaji nchini na pia kwa lengo la kukuza sekta ya nyama, kwa maana ya kuwa na viwanda vinavyotengeneza nyama hizi, process nyama hizi kwa ajili ya chakula cha ndani na nje ya nchi. Kwa hiyo Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa mbunge aendelee kuhamasisha na kuhakikishia wapiga kura wake kwamba serikali yetu imejikita katika kuhifadhi na kulinda wafugaji wetu wote na kuhakikisha kwamba tuwatengenezee fursa za kupata pia na masoko yake. Asante sana. Asante sana Mheshimiwa Waziri Mkuu. Tunakushukuru sana Mheshimiwa Waziri Mkuu. Asante sana. Muda wa nusu saa umeisha kwa maswali kwa Waziri Mkuu. Tunakushukuru sana kwa kuweza kuyajibu maswali yetu kwa ufasaha vizuri kabisa. Tunashukuru sana Mheshimiwa Waziri Mkuu. Asante sana. Sasa tunaendelea na